Wanaume amewashika ajalipa school fees. Walilipiwa school fees. Na wale wanaona kama naongea uongo. Waende hiyo shule. Inaitwa Wood Creek International School. Waulize kama watoto walikuwa wamefukuzwa. Watoto wamefukuzwa 3 weeks. Wamekaa kwa nyumba. Baada ya social media kupiga kelele. Baada ya msichana mmoja ako UK anaitwa Shiro Stewart. Alipoanza kupiga kelele, maana mimi si kwa saa kuongea. Alipoanza kupiga kelele, hawa watoto wakalipiwa shule na serikali. Deputy President wa Kenya ndiye alilipa 400,000. Mimi sasa kulipiwa school fees, nataka watoto wangu nitajilipia school fees. Kupata access ya watoto wanashindwa. Ndio maana si eti kwamba watoto wangu wanachukiwa na watu. Niliona wakisimama kwa kamera wakisema it from the day my mothers died everybody ran away. Nobody ran away. Nyinyi, huyu mwanaume ambaye anaitwa Getao ndiye aliweka block. Aliziba watu wasiingie huko. Na kwa sababu huko sasa mtu akikwambia usiende kwake utaenda kwake. Watu wanapenda sky. Wanapenda Dani. Everybody love my children. But kama wanazuiwa kuingia huko, how do you expect watu waende huko? At respect the privacy of the children. Sikizeni niwaulize. Mama ya Betty Bayo ambaye ni shosho mwenyewe alikatazwa kuona hawa watoto. Mama ya Betty Bayo akiwa Amerika alikatazwa kuona hawa watoto. Mama yake akijaribu kuona hawa watoto, akijaribu kuongea ile shida inaendelea huko, social media wanampiga, wanamuongelea vibaya, wanatukana huyo mama majina ya kila aina. Kwa sababu huyu mwanaume anajifanya mpole. Ni wale wanaume wanajifanya wapole, lakini ni wale wanaume wakora. No, me I'm not in social media. Me I'm not like this, I'm not like that. Sisi tunajua watu ambao wanaitwa pretenders. Kwa nini anakataza familia ya Betty Bayo kuona watoto? Na leo kama wanasema ni ukweli, waingie na mama ya Betty Bayo live, ama sister ya Betty Bayo, ama brother ya Betty Bayo, waile. Saa hii nataka familia ya Betty Bayo wasimame, waseme kama wameruhusiwa kuona hawa watoto, walikatazwa kuona hawa watoto. Familia, mama ya Betty Bayo ananipigia kila siku akilia. Sisters wananipigia kila siku akilia. Kazi ya Getao ni kusema kwamba unajua wanawafuata maana wanataka mali sijui ya mama yenu. Mali gani tunahaja naye? Mimi mwenyewe niko na mali, sihitaji mali ya mtu. I don't need money. I already have money. What I need is my children. Kila mtu ako na mbegu yake. Kila mtu asaye na mtu. Tuwezi kubali hiyo tabia. Ati kwa sababu sasa nimeokoka na nimejazwa na Roho Mtakatifu ninyamaze. Eti nyamaza utapoteza kiti ya Kasarani. Kiti gani ya Kasarani mbele ya watoto wangu? Nipatie watoto wangu kwanza. Mambo ya kiti ya Kasarani tutaongea baadaye. Kwanza watoto. House girl wa Betty Bayo ambaye amekaa na hawa watoto miaka 5 alifukuzwa. Ako hapa. Winnie ako hapa. Alifukuzwa kwa hiyo nyumba. Na amekaa na hawa watoto 5 years. Wanajaribu nasikia mpaka kulia katika. Wakati naona huyo mtoto anaingia katika TikTok live. Anadanganyana live. Anasema anaendelea vizuri. Ni mtoto mgani anaendelea vizuri na ameweka kucha? Hayuko shuleni. Mnaona Sky ni kuharibika, anaharibika. Kila mtu anaona Sky ni kwenda anaenda kuharibika. Lakini si watu wanasema nyamaza. Mtafurahia wakati mtasikia mtoto wangu amezaa. Watu watafurahia wakisikia mtoto wangu amezaa ama destiny yake imeharibika. Na niko hapa na niko na uwezo wa kuongea. Social media wameongea. Mimi sitanyamaza tena. Wanirudishie watoto wangu wote wawili. Inauma sana mpaka mtu anasikia kulia. Na kuna mambo najua kuhusu hiyo familia. Ni vile tu sitaki kushout, maana nilikuwa naheshimu huyo mama sana na nampenda sana. Nitakuja kusema mimi niliua Betty Bayo. I'm not a fool person. Nitakuja kusema mimi niliua Betty Bayo. Very soon nitasema mimi niliua huyo mama. I'm not fool. Kwa hivyo Getao usinizoee.
Wewe nirudishie watoto na mimi ninyamaze. Lakini kama utarudishia watoto, I will tell you, na nitatoa evidence ya nini kiliua Betibayo. So tafadhali, mimi sitaki mambo mengi. Na kwa sababu waji wanajaribu kupata access ya watoto, wanashindwa. Ndio maana si eti kwamba watoto wangu wanachukiwa na watu. Niliona wakisimama kwa kamera wakisema eti from the day my mothers died everybody ran away. Nobody ran away. Nyinyi, huyu mwanaume ambaye anaitwa Getao ndiye aliweka block. Aliziba watu wasiingie huko. Na kwa sababu huko sasa mtu akikwambia usiende kwake, utaenda kwake? Watu wanapenda Sky. Watu wanapenda Sky, wanapenda Dani. Everybody love my children. But kama wanazuiwa kuingia huko, how do you expect watu waende huko? At respect the privacy of the children. Sikizeni niwaulize. Mama ya Betibayo ambaye ni shosho mwenyewe alikatazwa kuona hawa watoto. Mama ya Betibayo akiwa Amerika alikatazwa kuona hawa watoto. Mama yake akijaribu kuona hawa watoto, akijaribu kuongea ile shida inaendelea huko, social media wanampiga, wanamuongelea vibaya, wanatukana huyo mama majina ya kila aina. Kwa sababu huyu mwanaume anajifanya mpole. Ni wale wanaume wanajifanya wapole, lakini ni wale wanaume wakora. No, me I'm not in social media. Me I'm not like this, I'm not like that. Sisi tunajua watu ambao wanaitwa pretenders. Kwa nini anakataza familia ya Betibayo kuona watoto? Na leo kama wanasema ni ukweli, waingie na mama ya Betibayo live, ama sister ya Betibayo, ama brother ya Betibayo waile. Saa hii nataka familia ya Betibayo wasimame, waseme kama wameruhusiwa kuona hawa watoto, walikatazwa kuona hawa watoto. Familia, mama ya Betibayo ananipigia kila siku akilia. Sisters wananipigia kila siku akilia. Kazi ya Getao ni kusema kwamba unajua wanawafuata maana wanataka mali sijui ya mama yenu. Mali gani tunahaja naye? Mimi mwenyewe niko na mali, sihitaji mali ya mtu. I don't need money. I already have money. What I need is my children. Kila mtu ako na mbegu yake. Kila mtu asaye na mtu. Tuwezi kubali hiyo tabia. Ati kwa sababu sasa nimeokoka na nimejazwa na Roho Mtakatifu ninyamaze. Ninyamaze. Eti nyamaza utapoteza kiti ya Kasarani. Kiti gani ya Kasarani mbele ya watoto wangu? Nipatie watoto wangu kwanza. Mambo ya kiti ya Kasarani tutaongea baadaye. Kwanza watoto. House girl wa Betibayo ambaye amekaa na hawa watoto miaka 5 alifukuzwa. Ako hapa. Winnie ako hapa. Alifukuzwa kwa hiyo nyumba. Na amekaa na hawa watoto 5 years. Nasikia mpaka kulia katika wakati naona huyo mtoto anaingia katika TikTok live. Anadanganyana live. Anasema anaendelea vizuri. Ni mtoto mgani anaendelea vizuri na ameweka kucha? Hayuko shuleni. Mnaona Sky ni kuharibika, anaharibika. Kila mtu anaona Sky ni kwenda anaenda kuharibika. Lakini si watu wanasema nyamaza, nyamaza, nyamaza. Mtafurahia wakati mtasikia mtoto wangu amezaa. Watu watafurahia wakisikia mtoto wangu amezaa ama destiny yake imeharibika. Na niko hapa na niko na uwezo wa kuongea. Social media wameongea. Mimi sitanyamaza tena. Wanirudishie watoto wangu wote wawili. Inauma sana mpaka mtu anasikia kulia. Na kuna mambo ninajua. Kuna mambo najua kuhusu hiyo familia. Ni vile tu sitaki kushout, maana niko na heshima huyo mama sana na nampenda sana. Nitakuja kusema mimi niliua Betibayo. I'm not a fool person. Nitakuja kusema mimi niliua Betibayo. Very soon nitasema mimi niliua huyo mama. I'm not fool. Kwa hivyo Getao usinizoee. Wewe nirudishie watoto na mimi ninyamaze. Lakini kama hutarudishia watoto, I will tell you, na nitatoa evidence ya nini kiliua Betibayo. So tafadhali, mimi sitaki mambo mengi. Huyo msichana, kama kuna msichana Betibayo alimuamini, ni huyo.
Kama kuna msichana amelea Sky ni huyo. Lakini Sky ameambiwa na wenye wamemwambia simama kwa screen udefend useme ya kama mtoto alikuwa anakutukana. Sky ako na miaka 13 anatukanwa na nani? Kwani huyo mwanaume alikuwa wapi Sky akitukanwa? Huyo alifukuzwa saa ile usiku. Si kama Winnie saa muuliza Winnie ni saa ile ama ni saa 8? Saa 3 ya usiku. Na Winnie usiogope mtu, niko hapa. Don't fear anybody. Wacha Winnie akae chini, anaogopa maana siku hizi watu wameingizwa baridi kuingizwa baridi. Lakini mimi sitaingizwa baridi. Huyo mtoto analipwa pesa na YouTube na Facebook na nini, alafu Sky anasema eti yako na account yake. Kama anasema ukweli yako na account, aoneshane. Acha kudanganyana. Ame blackmail mambo ya uongo na lile mambo amefundishwa. Juzi mliona Sky live. Alikuwa na nails zile za kuwekwa na eyelashes. Si ni ukweli? Na alikuwa bleach. Kuna mtu anaweza kaa hivyo, anaweza kuwa ako shule. Anaweza kaa hivyo awe ako shule. Na nimesema kama naongea uongo, watoto wangu wanasomea Wood Creek International. Mimi ndio niliwapeleka. Na mimi ndio nalipaka school fees 500,000 per term. Watu washikane waende waulize ni ukweli watoto walikuwa wamefukuzwa ili ijulikane ni ukweli ama ni uongo. Sasa kama hauwezi take care watoto, wewe ni chiwawa. Mwanaume wa kuchemushwa. Mimi sichukiwe mwanaume. Huyu mwanaume kama angekuwa na akili, wakati mama alikufa, angeita familia ya Betty Bayo, aite familia yake na aite familia yangu. Tushirikiane basi kulea hawa. Kama anawapenda sana basi tushirikiane. Lakini aliniblock na mimi nitadili na yeye. Aliblock familia, nitadili na yeye. Aliblock waimbaji wale walikuwa naimba. Baka Sky anachukia kila mtu. Sky alikuwa UK kwa huyu msichana anaitwa nani? Shiro Stewart. Baka anaongea kinyume ya Shiro Stewart. Mimi nikijua Betty Bayo, Shiro Stewart walikuwa wanajuana na Betty Bayo. Kwa hivyo Betty Bayo Shiro Stewart aestakia Betty Bayo mabaya. Aestakia Sky mabaya. Lakini leo Sky anasimama anasema kwamba ati Shiro anamchukia. How? Tash, jina ya watu wa kuchemushwa, jina yako original ni Getao. Mimi na kuaddress kama Getao, acha kujiita Tash. Tash ni jina ya uongo, ya urembo, ya watu ambao wana behave kama wanawake. Getao, na kuomba nirudishie watoto wako. Nimeenda Kiambu police station, wamekataa kunisaidia. Wakaniambia wanaogopa watu fulani. Kiambu police station wanaogopa watu fulani. Nimepeleka court order 3. Judge hapo amesema watoto wanipatiwe. Inarukwa court order ya kwanza, ya pili, ya 3. Sasa nimeweka kesi kotini, niko kotini. Na yeye pia amewekelea kesi nyingine. Anaweka kesi ya nani sasa? Sasa unaweka kesi. Wewe hauna power. Unaweka kesi ya watoto wangu. Msichana wangu nimeona saa hii ana behave kama mtu mzima. Wangapi wameona Sky katika TV? Ana behave kama mtu mzima. Sky hafai kubehave hivyo. Anafaa kuwa shuleni. Anafaa kuwa amenyang'anywa simu for some time. Kwanza asome. Lakini sasa Sky wangu ana behave kama mtu mzima. Ameanza kuvaa bra. Ameanza kuvaa sijui nini. Na huyo mwanaume haezi mwambia makosa maana hataki kuchukiwa. Anamwambia kila kitu iko sawa Sky. Ili Sky aendelee kuharibika. Watoto wangu nitarudishiwa wakishaharibika. Ati usikiaga mtoto wa Kanyari amezaa akiwa na miaka 14. Tashindwa sasa Kanyari huyu anataka kusimama kiti ya Kasarani na mtoto wake alizaa.